الحمد لله الذي نحمده وهو المستحق للحمد والثناء، نستعين به في السراء والضراء، ونستغفره ونستهديه لما يقربنا إليه، ونؤمن به ونتوكل عليه في جميع حالاتنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الإنس والجنة، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق تفضلا منه ومنا. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل مبعوث للعالمين وأول مشفع في يوم العرض والحساب، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Ndugu yangu Muislamu, nakuhusieni nyinyi na kuihusia nafsi yangu kumcha, kushikamana na kumtii Alhaqu subhanahu wa ta'ala. Ndugu Muislamu, ikiwa tuko ndani ya miezi, katika moja ya miezi mitukufu, tumetoka ndani ya mwezi mtukufu, tumeingia ndani ya mwezi mtukufu, lakini haitoshi, kwa rehema zake Mwenyezi Mungu katika mwezi huu mtukufu akateua, akachagua, akazihusu siku 10. Bila shaka mmetoka kuelezwa hapa katika mukaddima. Hakutosheka na huu mwezi peke yake, ulikuwa unatosha huu mwezi kuwa unatosha kwamba ni mwezi mtukufu, lakini Mwenyezi Mungu kwa rehema zake akaziteua siku 10 ndani ya mwezi huu, hizi akazipandisha thamani. Mwenyezi Mungu akazipandisha thamani siku hizi ambazo ndo tunazo, ambazo ndani ya siku hizi Muislamu, katika siku hizi 10 kunapatikana mambo mengi makubwa, kunapatikana ibada kubwa na zina manufaa makubwa. Siku hizi 10 zina manufaa kwa mahujaji ndugu zetu ambao sasa hizi wako katika viwanja vya Makkatul Mukarrama, na vile vile siku hizi zina manufaa kwa sisi ambao hatukujaliwa kwenda huko mwaka huu. Ndugu Muislamu, katika masiku haya kuna mchana unapatikana mkubwa mno ambao umetajwa hapo na mukaddima, lakini vile vile kuna siku ya mwezi 10 ya kuchinja, katika moja ya ibada kubwa ambazo kidogo baadhi ya watu wameghafilika. Kwa hivyo utaona ndani ya masiku haya 10 bado kuna ibada kubwa vile vile ya kuchinja. Kwa hivyo Muislamu saizi anatakiwa mwenye nafasi yake ajiandae kwa ajili ya kutafuta mnyama na kumwandaa kwa ajili ya kumchinja katika mwezi huo 10. Ndugu yangu, ibada hiyo ni kubwa mno, si mahala pake pa kueleza, lakini itoshe kwamba ni sunna kubwa ya Nabii Ibrahim. Ndugu Muislamu, tukisema masiku haya yana manufaa kwa sisi na ndugu zetu ambao mahujaji, tukianza na mahujaji, na kwa kusema masiku haya yana manufaa na ukubwa, utaona kwamba ndani ya masiku haya Mwenyezi Mungu ametupendelea mambo mengi, na kwamba kama tutayatumia vizuri, na inshallah tuyatumie vizuri, basi tutapata jambo kubwa ndani ya masiku haya, kiasi ambacho kwa manufaa yalokuwemo na habari zilizomo katika hizo siku 10 utakuta tunaingia katika ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Kwa hivyo umati wangu wote, kwa mambo yaliyomo humu haya tu peke yake ya siku hizi 10, utaona kama yatatekelezeka, basi utaingia katika ile hadithi ya Mtume anayosema umati wangu wote utaingia peponi isipokuwa tu man aba, yule ambaye atakataa mwenyewe. Kwa hivyo kujitoa katika manufaa haya, basi wewe ndio utakuwa umekataa. Lakini kwa mambo kama haya yaliyomo humu, acha tu haya na mambo mengine yaliyomo katika ibadati zingine, basi hadithi ya Mtume hiyo ni sahihi kabisa kwamba labda mtu akatae mwenyewe kuingia peponi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika umati wake ambao tutaingia sote peponi.
Ndugu yangu Muislamu, tukianza na manufaa ya watu wa hija, Mtume sallallahu alaihi wasallama katika kuelezea manufaa ya watu wa hija, hadithi ikipokewa na Ibn Hibban naye ameipokea kwa Ibn Umara, anasema anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala, Mtume amesema hivi. Tukianza na watu wa hija, Mtume anasema innal hajja hina yakhruju min baitihi lam yakhtu khatwatan illa kataba Allahu lahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'atan fa idha waqafu bi Arafat baha Allahu bihimul malaikata yaqul unzuru ila ibadi atawni sha'than ghabran ushhidukum anni ghafartu lahum dhunubahum wa in kana adadu katri samai wa ramli ali. Ndugu yangu Muislamu, maana ya hadithi hii kwa haraka haraka, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innal haja, hakika yule haji, hina yakhruju min baiti, pale anapotoka nyumbani kwake, basi lam yakhtu khatwatan, hapigi hatua yoyote ile, illa kataba Allahu lahu biha hasanatan, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamwandikia kwa hatua ile jambo jema. Ile anatoka tu kwake, lakini si hivyo, wa hatta anhu biha khati'atan, na hatua ingine itakuwa inafuta kosa. Kwa hivyo hatua moja anapiga inapandisha daraja, hatua moja anapiga inafuta kosa. Sasa itategemea amepiga hatua ngapi. Lakini hadithi inaendelea kusema fa idha waqafu bi Arafati, wanaposimama ndugu zetu walioko haji katika vile viwanja vya Arafa, bila shaka nadhani nitakuwa ni kesho kutwa au baada ya kesho kutwa, wanaposimama katika viwanja vya Arafat, basi baha Allahu bihim, Mwenyezi Mungu anajifakharisha kwa wao, malaika atakujifaharisha kwa malaika. Mwenyezi Mungu siku ambayo inshallah kesho kutwa lini, ambayo ndugu zetu watasimama Arafa, huwa Mwenyezi Mungu anajitokeza na kujifakharisha kwa malaika wake, akiwaambia undhuru ila ibadi, waangalieni waja wangu hawa, atauni sha'than ghabran, wamenijia mimi hali ya kuwa safari ndefu imewachosha, wako hali sio nzuri, lakini wamekuja kwa ajili ya kunitui mimi. Kwa hivyo kilichofuata, Mwenyezi Mungu anajifakharisha nini? Anawapa nini? Anawapa mali? Anawapa nini? Hapana, Mwenyezi Mungu anawaambia malaika, ushhidu anni ghafartu lahum dhunubahum, shuhudieni kwamba waja wangu waliosimama katika viwanja hivi vya Arafa nimewasamehe madhambi yao, wa in kanat adadu katri samai, hata kama madhambi hayo yatakuwa idadi ya matone ya mvua, lakini watu hawa nimewasamehe. Unaona, hii ni manufaa kwa watu ndugu zetu walioenda hija. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie na sisi twende tukazipate msamaha huo. Lakini ndugu yangu Muislamu, katika hayo masiku 10 inapatikana mchana huo mkubwa mno ambao ni wa siku ya Arafa. Siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu kufunga siku hiyo. Suila nabii sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumi Arafa qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya, saumu hiyo inafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Kwa hivyo utaona kama tulivyosema, ndani ya masiku haya 10 ambayo Mwenyezi Mungu ameyateua kuna mambo makubwa mno. Fikiria ndugu yangu Muislamu, katika huo mwezi 9 saumu ya siku ya Arafa unasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na ya mwaka ujao. Hii ni jambo kubwa. Kwa hivyo Muislamu hana haja ya kukaa pembeni na manufaa haya, ndugu Muislamu. Lakini katika masiku hayo, kwa sisi watu wa huku ambao tumebaki, kuna ibada kubwa kama nilosema mwanzo, ibada ya kuchinja. Ndugu yangu Muislamu, wewe na mimi, ambaye ana nafasi yake aanze kuandaa mnyama wake, ambaye Mungu akipenda siku hiyo ya mwezi 10 atakuja kumchinja kwa ajili ya kutekeleza sunna ya nabii wetu mkubwa kabisa, Nabii Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Ndugu Muislamu,
utaona kwamba kwa maelezo haya machache, ndani ya masiku haya habari zake ni kubwa. Kwa hivyo Muislamu na anaweza akafanya ibada mbalimbali, tukiacha tu hizi hii swala yako ndugu yangu unayeswali kila siku, lakini katika masiku haya ni tofauti na swala yako unayeswali siku za kawaida. Swala yako katika masiku haya 10 inapandishwa daraja. Funga yako katika masiku haya 10 ni tofauti na masiku unayofunga siku za kawaida. Sadaka yako katika masiku haya 10 ni tofauti na sadaka ya masiku ya kawaida. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, kwa wale ambao Mungu atawajalia kwenda hija, waende wakayapate mambo kama haya. Lakini kwa bahati mbaya, ibada ya hija kidogo watu tumeghafilika nayo. Ibada ya hija ndugu yangu Muislamu, watu wameghafilika nayo. Na kwanza Mwenyezi Mungu mwenyewe kasema ibada hii kwa mtu mwenye uwezo. Kwa hivyo kuna kundi moja linakaa pembeni. Kama huna uwezo, hutaenda kuulizwa kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kwa masikitiko makubwa, wale ndugu zetu ambao wana uwezo, tena ni vijana, unawaona kabisa wana uwezo, lakini wanakuwa wameghafilika kwamba nitakwenda mwakani au nitakwenda baada ya miaka 2. Nitakwenda mwakani, nitakwenda. Uhai ndugu yangu si mali yako. Na angalia cha ajabu, kama Mwenyezi Mungu atakuchukua na ulikuwa na mali za kutosha kwenda hija, ndugu yangu Muislamu, utaacha ndugu zako, utaacha watoto au utaacha ndugu. Kawaida ya mali inarithiwa. Sasa vema upate mtu hata mmoja akajitokeza wakati wale ndugu wanaanza kugawana ile mali, wakasema hapana, tutoe fungu lake, tutoe kiasi fulani tukamhijie. Hiyo ushukuru Mungu sana kama utapata bahati. Lakini wengi utakuta wenyewe wanafika kugawana ile mali na wala hawana habari na yule mwenye mali. Kwa hivyo ndio maana tunasisitiza kwamba wewe kijana ambaye una nafasi hiyo au mtu nafasi hiyo, jitahidi ukatimize ibada hii, kwa sababu hii ibada utakuja kuulizwa. Na kama tulivyosema, itokee watu uliowaacha wawe ni wazuri. Kama watakuwa si watu wazuri, wenyewe watafika ni kugawana tu ile, tena wanafanya haraka haraka kugawana ili isije vikatokea viziwizi. Kwa hivyo ikitokea ikapatikana bahati akatokea mtu mmoja akasema tutoe kiasi kadhaa tukamwijie, basi hilo ni jambo la kushukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini wengi wanachofanya wenyewe ni kugawana tu ile mali na kila mtu anashika lake. Ndugu yangu Muislamu, msisitizo mkubwa ni hayo masiku 10 ambayo tunayo. Kwa hivyo siku zilizobakia kwa sisi ambayo tuko huku, tujitahidi kutafuta mnyama ambaye atakuwezesha kumwaga damu yake siku hiyo ya mwezi 10 baada ya swala ya Idi, ambayo ni ibada kubwa kabisa, ukimuunga mkono Nabii Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyaya bil ayati wadh-dhikril hakim. Ayyuhal ikhwatul muslimun, tawajjahu jami'an ila Allah biqulubikum wa tubu jami'an nastaghfirullah. Alhamdulillah alwahid alahad alfard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ilahul khalqi ajma'in, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum ibadallahi wa nafsi bi taqwallahi faqad faza almuttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa arda Allahumma an khulafa'ir rashidin khususan minhu dhil asl al-ariq Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dhin nurayn wa Ali al-Murtada wa kafati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al umurana bi aydi akhyarina wa la taj'al bi aydi ashrarina. Allahumma irfa' makatabaka wa ghadabaka 'anna
ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز الجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوتي يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأكبر. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.